Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Mpenzi mtazamaji wa Maisha Online TV, ni kukaribishe katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunakuletea kila siku katika channel hii. Lakini kama bado hujasubscribe channel yetu, ni kuombe usubscribe ili uwe mwanafamilia kwa habari zote, update zetu zote, uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Kuwa wa kwanza kupata update mbalimbali, bonyeza subscribe kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila taarifa mpya, habari motomoto, matukio ya kweli, makala zenye elimu na burudani. Yote hayo utayapata hapa hapa Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Habari isemayo Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja Mheshimiwa Hamida Musa Hamis amepata fursa ya kuzungumza na wananchi wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amepata wasa wa kuwatakia kheri na fanaka za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini moja kati ya mambo ambayo alizungumza, aliwataka wananchi kufanya biashara zao katika maeneo maalum yaliyopangwa na serikali. Jina langu Hamida Musa Hamisi, Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja. Napenda kutumia nafasi hii kuwatakia heri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu wote wa Mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar na ulimwenguni kote. Nitumie nafasi hii kuwaomba sana wafanyabiashara. Ramadhani imeanza na serikali imetoa maelekezo juu ya ufanyaji wa biashara katika kipindi hiki cha Ramadhani. Kwa hiyo sisi Mkoa wa Kusini Unguja kupitia mabaraza yetu ya miji na manispaa tutaendelea kufuatilia katika maeneo yetu yote kuona kwamba bei zilizoelekezwa na serikali zinaendelea kutumika katika maeneo yetu yote ya biashara. Niwaombe sana wafanya biashara kufanya biashara katika maeneo yaliyoruhusiwa na sio pembezoni mwa barabara, kwa sababu uzoefu unaonyesha hivyo kwamba kipindi cha Ramadhani wafanya biashara wanapenda kupanga biashara zao pembezoni mwa barabara. Bado sheria, kanuni na taratibu ziko pale pale. Tuwaombe wafanye biashara kwenye masoko yaliyoruhusiwa na kwa bei zile ambazo serikali imeelekeza. Serikali imejaribu kuangalia uhitaji uliopo na bidhaa zote zinazotakiwa kwenye mwezi huu, zile ambazo zinaagizwa kutoka nje zipo na zile ambazo tunalima na kuvuna katika maeneo yetu, basi zote kwa pamoja ziwe katika bei ambazo zimeelekezwa. Niwaombe sana wafanya biashara wafate maelekezo hayo ili wao waweze kufanya biashara, lakini na wananchi waweze kupata huduma wanazohitaji. Lakini pili, katika kipindi cha Ramadhani kunakuwa na uhitaji wa kwenda na kurudi katika maeneo yetu ya mkoa, lakini na nje ya mkoa wetu, kwa maana wananchi wanatumia sana vyombo vya usafiri na kumekuwa na changamoto ya mwendo kasi kwa madereva wetu, lakini pia kumekuwa na tabia ya kujazwa wananchi wengi katika magari hayo ya abiria. Niwaombe sana madereva na makonda wao wapakie abiria kwa idadi iliyoruhusiwa na vyombo vyao. Nitumie nafasi hii kuwaonya sana kwamba jeshi letu la polisi, kitengo cha usalama barabarani, wanaendelea kufuatilia na kuchukua hatua kwa madereva watakaokuwa wanakwenda mwendo kasi, lakini pia watakaokuwa wanajaza abiria kinyume na taratibu zilizoelekezwa. Kamati zetu za usalama mkoa na wilaya zitaendelea kufuatilia kupitia kitengo cha usalama barabarani kuona kwamba gari zote za abiria zinafuata taratibu zilizopo na hakuna matukio ya ajali yatakayoongezeka katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sote kwa pamoja tunaweza kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani katika hali ya utulivu na amani ikiwa tutafuata taratibu, hatutaongeza bei na kila mmoja ataendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini zaidi ya yote ni waombe wananchi waendelee kufanya shughuli zao, waendelee kufanya ibada katika mwezi huu wakiamini wapo salama, lakini endapo kutatokea chochote cha kuhusiana na upandishwaji wa bei, uvunjifu wa amani, basi waendelee kutoa taarifa kupitia masheha, vituo vyetu vya polisi na hata ofisi zetu za wilaya. Niwashukuru sana, lakini kwa taarifa hii mabaraza yetu ya miji na manispaa wataendelea kufanya ufuatiliaji katika maeneo yetu yote kuona kwamba bei kwenye masoko ziko za kawaida, biashara zinafanywa kwenye maeneo yaliyoruhusiwa na hakuna usumbufu wowote kwa wananchi. Niwatakie wote
Ramadhan Karim.